limezungumzwa. Kuna jambo lingine ambalo limezungumzwa vile vile, hii taarifa ni ya nani? Hii taarifa ni ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ni wazi kabisa. Na sheria zote za tume za uchunguzi nchi zote, ambaye anayeunda tume ni Mheshimiwa Rais, ndiye ana mamlaka na taarifa anapelekewa yeye. Pengine swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa anafanya nini? Kuna mambo yanafanywa na ametajwa katika kifungu cha 21 cha sheria. Rais akiona upelelezi wa ziada unatakiwa au mashtaka yanastahili, anaweza kumwagiza DPP au kuagiza polisi kuanzisha upelelezi wa kufungua mashtaka. Na hayo ndio yalifanyika katika ile tume ya Jaji Kipenga, ambayo nilikuwa na bahati kwamba nilikuwa mmoja wa mjumbe. Ile tume ilipokaa, hadidu zake za rejea ziliwagusa askari moja kwa moja, kwa sababu kulikuwa tayari kuna ushahidi wale wachimbaji walikuwa wamekamatwa wapi, wamefungwa pingu. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana, zile hadidu za rejea zililenga watu ambao tayari walikuwa wanajulikana. Ni tofauti na hadidu za rejea zetu. Hatujui hadi sasa, tumepata ushahidi nani walipanga, nani waliratibu, nani walihusika, nani walifadhili. Lakini tunasema kwa misingi ya haki, hebu tuwape nafasi kupitia utaratibu mwingine nao waweze kujibu hiyo hoja, huo ushahidi. Ndio tofauti yetu, kwa sababu hatuwezi kukimbilia kuwajibisha bila kuwapa nafasi ya kusikilizwa. Na ukimwajibisha mtu bila kumsikiliza, Mahakama Kuu imejaa maamuzi ambayo watu waliwajibishwa bila kufuata utaratibu na walilipwa fidia. Kwa hiyo hatutaki kuingia katika huo mtego. Na tume ya Jaji Kipenga, mtakumbuka kwamba katika ngazi ya tume tulikuwa tunafikiria kwamba wale wachimbaji waliuawa Sinza katika ule ukuta wa Posta. Lakini ilipofikia hatua ya DPP na polisi kufanya upelelezi wa ziada, ndio ukweli ukaibuka. Kwa hiyo katika hatua ya tume unaweza kupata ushahidi ambao utahitaji kujazia. Na kujazia lazima uende kwenye hatua inayofuata ili uweze sasa kumwajibisha. Na kumwajibisha mtu ni rahisi sana. Kwa mfano, kila taasisi iliyoundwa kwa mujibu wa sheria na katiba kuna wajibu. Jeshi la polisi wana taratibu za ndani za kuwajibisha, kuna taratibu za nje za kuwajibisha. Sasa hayo yote yatakuwa ni sehemu ya awamu inayofuata. Na vile vile kuhusu kupokea ripoti, kwamba ni ripoti ya Rais, tukumbuke wote tunafahamu Mheshimiwa Rais amekuwa akisema kwamba ripoti hii itamsaidia katika maridhiano, katika majadiliano ya katiba. Nadhani tuwe na matumaini kwamba tukifikia hatua hizo, sehemu mambo mengi zaidi katika hii taarifa yatajitokeza na yatakuwa wazi, kwa sababu Mheshimiwa Rais, kifungu cha 21 kinasema akiona kuna haja ya hatua zozote kuchukuliwa dhidi ya mtu au watu wote, ana mamlaka ya kufanya hivyo. Anaweza kuagiza aliyesababisha madhara kulipa fidia. Hayo yote yako ndani ya mamlaka ya Rais katika sheria ambayo tunayo sasa. Hata swala la kuzuia taarifa isichapishwe, ukisoma kifungu cha 21 kifungu cha 3, Mheshimiwa Rais anaweza kuelekeza taarifa ya tume au sehemu yoyote ya taarifa hiyo isichapishwe. Na kuna mambo mengi siku hizi ya kuzingatiwa.
kuna taarifa binafsi nyingi sana za watu mle ndani, taarifa nyingi ambazo mashahidi wengine walituomba hawataki taarifa zao zitoke nje, hawataki taarifa zao zitoke nje. Kwa hiyo hata kama ikifikia hatua ya kutoka, kuna mambo lazima hayatatoka kwa sababu ya kulinda, na kuna sheria ambayo inalinda taarifa binafsi, na tunaheshimu vile vile matakwa ya wale waliojitokeza. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tumeona vizuri ni tuyazungumzie. Na kuna watu wamempigia mheshimiwa mwenyekiti simu wakiomba kwamba pengine ifikie siku ambayo taarifa hii pamoja na picha zote za video iwekwe kwenye makumbusho ya taifa, kwa sababu matukio ya tarehe hizo 29 na siku zilizofuata baada ya miaka inaweza kusahaulika, tukarudia makosa yale yale. Kwa hiyo amesema pengine ikimpendeza Mheshimiwa Rais, ifikie wakati uende makumbusho ya taifa uweze kuona kila kitu, picha zote, video zote ambazo zinazunguka, ili vizazi vijavyo viweze kuona kilichotokea na kuzuia isirudie. Jambo lingine ambalo nilikuwa naomba, ambalo limejitokeza sana, ambalo ni la hatari kidogo, la katiba inasema wazi kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na maoni. Sasa kuna vikundi ambavyo vinataka maoni yao ndio yasikike, na hii unaiona dhahiri kwenye mitandao ya kijamii. Mtu akijitokeza akitoa maoni yake anashambuliwa kama nyuki. Nadhani hiyo sio afya katika hatua ambayo tunakwenda. Tunataka tuwe na soko la mawazo. Kila mtu anatoa mawazo yanashindana. Mtu ambaye hukubaliani na mawazo yake unamsikiliza, na wewe unatoa maoni yako na mawazo yako. Lakini tabia ya kuzima mawazo ya wengine, sisi wengine baada ya taarifa kutoka, tumepokea simu za matusi zaidi ya 300. Kwa sababu kuna mtu hataki maoni yetu yaliyopatikana kwa njia ya metodolojia ambayo tumeonyesha yasijulikane kwa Watanzania. Nadhani hilo ni jambo ni la hatari sana. Unaposema wewe ni muumini wa demokrasia, wa haki za binadamu, kuwa tayari kusikiliza maoni na mawazo ambayo wewe upendi kuyasikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niishie hapo. Asante sana. Kuna swala moja ambalo niliongelea na liko kwenye taarifa, na nadhani ni muhimu tukaliongelea